وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: عاشرا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس. haifai kwa jamaa wa maiti kutengeneza chakula kwa ajili ya watu, liqauli Jarir ibn Abdullah al-Bajali as-sahabi al-jalil radiyallahu anhu: kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayt wa sana'at at-ta'ami ba'da ad-dafni min an-niyaha. Rawahu al-Imam Ahmad bi sanadin hasan. Asema tulikuwa tukihisabu ili kukusanyika watu ila ahli almayit, kwa jamaa wa yule maiti, na kutengeneza chakula baada ya kuzikwa. Hii ni katika niyaha, ni katika kuomboleza. Rawahu al-Imam Ahmad bi sanadin hasan. Amma sun'u at-ta'ami lahum au lidhuyufihim fala bas. Ama kutengeneza chakula chao wenyewe wale waliofiliwa, au kwa wageni wao, jamaa zao, lakini ni wageni watoka mbali, hii si vibaya. Ama kuwafanyia chakula wale waliokuja kuzika, hiyo ndiyo ni katika niyaha. Idhan amma sun'u at-ta'ami lahum au lidhuyufihim fala bas. Ama kufanya chakula wao wenyewe, kufanya chakula chao au kwa ajili ya wageni wao, si vibaya. Wa yushra'u li aqaribihi wa jiranihi an yasna'u lahum at-ta'am. Ni sunna kwa ndugu zake yule maiti na majirani zake kuwafanyia chakula wale waliofiliwa. Hii ndiyo sunna. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر. Mtume صلى الله عليه وسلم ilipomjia habari ya kifo cha Jaafar ibn Abi Talib kule Sham, akawaamrisha jamaa zake wafanyie chakula ahli Jaafar, jamaa wa Jaafar. Waqala innahu atahum ma yushghiluhum, limewajia jambo linalowashughulisha hawa wamefiliwa, kwa hiyo hawana wakati wa kupika, nyinyi wapikieni mwapelekee chakula. Hii ndiyo sunna inavyotakiwa. Majirani na jamaa wa mbali, marafiki, wawatengenezee chakula wale waliofiliwa. ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليه. si vibaya sasa kwa wale jamaa wa maiti kuwaita majirani zao au wengine kula kile chakula walichopewa, au marafiki wakiwapelekea chakula. Sasa wale wenyewe si vibaya kuwaita wale majirani kwamba njooni mle, sio vibaya. Walaysa lidhalika waqtun mahdudun fima na'lamu min ash-shar', na hilo halina wakati maalum uliowekwa katika tunavyojua katika sheria. Hilo la kuwapelekea chakula wale waliofiliwa halina wakati maalum. Maadamu wamefiliwa, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ni sunna kuwapelekea wale chakula. الشرح: بين رحمه الله أن أهل الميت لا يجوز لهم تجميع الناس وصنع الطعام لهم بعد الصلاة على الميت ودفنه. amebainisha rahimahullah kwamba watu wa maiti haifai kwao kukusanya watu na kuwafanyia chakula baada ya kumswalia maiti na kumzika.
wao wenyewe kufanya chakula watu wakaja kula, wale waliokuja kuzika, hiyo haijuzu. Wa fil ayami allati tali dhalika, na katika siku zinazofuatia hilo, fa inna salafa rahimahumullahu ta'ala kanu ya'udduna dhalika minan niyaha, watu wema waliopita rahimahumullahu ta'ala walikuwa wakilihisabu hilo ni katika niyaha, ili kumuombolezea yule maiti. ونقل رحمه الله قول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. tulikuwa tukihesabu kukusanyika kwa jamaa wa maiti na kutengeneza chakula baada ya kuzikwa yule maiti, hii ni katika niyaha. قال الشيخ رحمه الله: وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس، أما ولجماع وميت وفنيوات chakula، سواء كان ذلك من مال الورثة أو من ثلث الميت أو من شخص آخر، فهذا لا يجوز. sawa lilikuwa hilo ni kutokana na mali ya wale wenye kurithi au ni thuluthi ya maiti ile aliyohusia, au inatokana na mtu mwingine, fahadha la yajuz, jambo hili halifai. Liannahu khilafu sunna, sababu ni kinyume cha sunna. Wa min amali aljahiliya, na ni katika amali za kijahiliya, kabla ya Uislamu walikuwa wakifanya hivyo. ولأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم، pia hilo la kuwafanyia watu chakula ni kuwazidishia tabu na usumbufu pamoja na ule msiba wao, ni kuwazidishia yani usumbufu. Wa shughlan ila shughlihim, na shughuli kwenye shughuli yao, na gharama kwenye gharama zao. Wawatia gharama nyingine za kutoa 100,000 kuwapikia watu mabiriani na watu kuja kula pale, ni gharama nyingine, bali na gharama za mazishi. Ni msiba mwingine huo, msiba mwingine. Watu hawanywi chai siku hiyo, maana kiwalimbikiza njaa, kumefiliwa bwana mali fulani, kwa mtu aenda kukaa pale na gazeti lake angojea mchana. La hawla wala. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا. haikuthibiti kutokana na Mtume صلى الله عليه وسلم wala kwa yote katika masahaba wake radhiallahu anhum wala kutokana na salafu salih kuweka hafla ya maiti mutlaqan, haikuthibiti kabisa. La inda wafatihi, si wakati wa kifo chake, wala baada usbu', wala baada ya wiki, wala baada 40 yawman, wala baada siku 40, wala baada sanatin min wafatihi, wala baada ya mwaka mmoja ya kufa kwake. Bal dhalika bid'ah yajibu tarkuha, bali jambo hilo ni uzushi, ni lazima kuacha uzushi huo. Wa inkaruha, na kukataza. Wataubatu ila Allah minha, na kutubia kwa Allah na uzushi huu. Lima fiha min alibtida'i fi ddin wa mushabahati ahli aljahiliya, kwa iliyomo ndani yake katika kuzusha katika dini na kujifananisha na watu wa kijahilia waliokuwa kabla ya Uislamu. Amma sun'u at-ta'ami lahum au lidhuyufihim fala bas, ama kuwatengenezea chakula au kuwafanyia wageni wao, wale wenyewe waliofiliwa, wageni wao wamekuja, fala basa, hapo si vibaya kutengeneza chakula kwa ajili ya hao wageni wao. Lakini wayushra'u li aqaribihi wa jiranihi yasna'u lahum at-ta'am, ni sunna
kwa wale ndugu zake na majirani zake wawafanyie chakula wale waliofiliwa. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر. sababu Mtume sallam ilipomjia habari ya kifo cha Jaafar ibn Abi Talib hukule Sham, aliwaamrisha jamaa zake wawafanyie chakula wale jamaa wa Jaafar. Waqala innahu atahum ma yushghiluhum, akasema hakika limewajia jambo linalowashughulisha hilo la msiba. يقول الحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. رواه أحمد وغيره بإسناد قال عنه الشيخ رحمه الله صحيح. فلا بأس أن يرسل إليهم جيرانهم أو بعض قراباتهم طعاما. sio vibaya jirani wao kuwapelekea chakula au jamaa zao wa mbali kuwapelekea chakula, sio vibaya. wa idha kana at-ta'amu alladhi wasalahum zaidan an hajatihim wa da'u ba'd jiranihim au ba'd al-fuqara yakuluna ma'hum hadha at-ta'am az-zaid fala haraja alayhim fi dhalik. Pia ikiwa kile chakula kilichowafikia kimezidi mahitaji yao, kimezidi mahitaji yao, wakawaita baadhi ya majirani zao au baadhi ya mafakiri waje wale chakula hiki kilichozidi, fala haraja alaihim fi dhalik, hapo si vibaya katika hilo. Lakin an tutakhadha hadhihi munasaba, lakin kufanywa jambo hili la msiba kuwa ni munasaba. Wayasna'u ahlul mayit al-at'ima, na watu wa maiti waliofiliwa kufanya vyakula. Wayajma'una an-nasa 'alayha, na wanakusanya watu kwa jambo hilo. Fahadha la asla lahu, jambo hili halina asli. Bal huwa min amali ahli al-jahiliya, bal ni katika amal za watu wa kijahiliya hilo. قال رحمه الله 11 لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام. haifai kwa mwanamke al-ihdadu ala mayiti, kujizuilia kujipamba juu maiti zaidi ya siku 3. Ihdad ni ile kuzina, kujizuia kujipamba kwa sababu ya maiti, sio halali kwake zaidi ya siku 3. Yajuzu kwa mwanamke kama kafiliwa na mzazi wake na ndugu yake na mtoto wake kuacha kujipamba kwa ajili ya mume wake kwa muda wa siku 3, yajuzu. Lakini zaidi ya hapo haijuzu. Sawa? La yajuzu lilmar'a al-ihdadu ala mayitin akthara min 3 ayyam illa ala zawjiha, isipokuwa kwa mumewe. Akifiliwa na mumewe, fa innahu yajibu alaiha an tuhidda alayhi 4 ashhurin wa 10. Akifiliwa na mumewe, hapo ni wajibu kwake kuacha kujipamba kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Illa an takuna hamila, isipokuwa akiwa ni mwenye mimba. Fa ila wad'i alhamli, ni mpaka kuzaa ile mimba. Eda ya mwenye kufiliwa ni miezi 4 na siku 10 kama hana mimba. Lakini kama ana mimba yule aliyefiliwa na mume, eda yake ni mpaka kuzaa ile mimba, ndio inamalizika. Yakulu Ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun, wenye mimba eda zao ni kuzaa zile mimba zao. Kondo illa an takuna hamila fa ila wad'i alhamli, isipokuwa akiwa ni mwenye mimba, hapo atakaeda mpaka kuzaa ile mimba. Lithubuti sunnati sahiha ani nabii sallallahu alaihi wasallam bidhalik, wa kuthibiti hadithi sahihi
kutokana na Mtume sallam kwa jambo hilo. Amma ar-rajul, ama mwanamume, fala yajuzu lahu an yuhidda ala ahad, ama mwanamume haijuzu kwake kufanya ihdad kwa yoyote. Kufanya ihdad kwa yoyote mwanamume haijuzu, min al-aqaribi au ghairihim, iwe ni jamaa zake au wengine. Mwanamke haijuzu yeye kuacha jambo hilo, kufanya ihdad kama mwanamke, kuacha kujipamba, kuacha kuvaa nguo nzuri sababu amefiliwa, haijuzu jambo hilo. Ndio fala yajuzu lahu an yuhidda ala ahad min al-aqaribi au ghairihim, katika jamaa zake au wengineo. الشرح هذه المسألة 11 أو هذه المسألة 11 في الإحداد على الميت. مسألة هاي 11 ni katika ihdad ala almayit. La yajuzu lilmar'a alihdad ala mayitin akthara min 3 ayamin illa ala zawjiha, haijuzu kwa mwanamke kuacha kujipamba kwa ajili ya kufiliwa zaidi ya siku 3, illa ala zawjiha, isipokuwa juu ya mumewe. Anawacha kujipamba kwa ajili ya kufiliwa na mumewe miezi 4 na siku 10. Fa innahu yajibu alaiha an tuhidda alayhi 4 ashhurin wa 10. Hapo ni wajibu kwa mwanamke akifiliwa na mume kuacha kujipamba kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 illa an takuna hamila, isipokuwa akiwa mwanamke huyo ni mwenye mimba, amefiliwa na ana mimba. Fa ila wad'i alhamli, hapo ida yake ni mpaka kuzaa ile mimba, mpaka kuzaa ile mimba. Kama mume amekufa jana na yeye ana mimba akazaa leo, ida imemalizika, ida imemalizika. Sawa, mume alikufa jana akaanza kukaa eda, si mwisho wake ni kuzaa mimba? Leo akazaa, kwisha. Au baada ya kufa mume ndio mwanzo mimba inaanza, miezi 9 atakaa mpaka azae. Hakuna ile miezi 4 na siku 10 tena, ni miezi 9 mpaka azae, ndio eda imemalizika. Lithubuti sunnati sahiha ani nabii sallallahu alaihi wasallam, wa kuthibiti hadithi sahihi kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuradu bi ihdadi almar'a 5 ashya, hukusudiwa kwa ihdadi ya mwanamke mambo 5. Hiyo ihdadi inakusudiwa nini? Inakusudiwa mambo 5. Kwanza, albaqa'u fi manziliha alladhi tuwfiya zawjuha wa hiya fihi, kubakia katika nyumba yake ile ambayo mumewe amekufa na yeye yuko ndani yake. Mahma amkana dhalik, vyovyote litakavyomwezekania hilo la kubakia pale, abakie pale pale. Wala yajuzu khurujuha minhu illa lihaja, haijuzu kutoka kwake katika nyumba hiyo isipokuwa kwa haja, dharura, hapo atatoka. Lakini anatakiwa abaki katika nyumba ile ile ambayo mumewe alikufa. Hapo ni ikiwa amkana, ikimwezekania hilo, nafahamu. Lakini ikiwa ndugu zake wa maiti wanamwambia anenda kwenu, atakwenda kwao kukaeda. Lakini ikiwezekana abaki pale pale kwa mumewe mpaka eda imalizike. Jambo la pili ambalo linatakiwa hiyo ihdad, maksudio ihdad, tajannubu tibi fi thiyabiha wa badaniha, kujiepusha na tib, marashi katika nguo zake na mwili wake. Wakadhalika alhinna, vile vile ajiepushe na hinna muda wote ule wa eda, ni katika ihdad. 3, tajannubu lubsi alhuliyi bijamii anwa'ihi, kujiepusha na kuvaa vipambo kwa sampuli zake zote. Asivae vipambo vyovyote, bangili, vipuli, mikufu,
asivai vipambo vyovyote. Tajannubu lubsi alhuliyi bijamii anwa'ihi, kujiepusha na kuvaa vipambo kwa sampuli zake zote. Jambo la 4 ambalo hukudia kwa ihdadi almar'a, tajannubu lubsi malabisi zina, kujiepusha kuvaa nguo za kujipamba. Kujiepusha kuvaa nguo za kujipamba, asivae, avae nguo zozote ambazo si za kujipamba. Hakuna nguo maalumu iliyowekwa kwa majinguo meupe kama wanavyofanya wale wanawake wengine, au wengine nguo nyeusi kama mashia. La, hawaambii wavae hivyo. Hakuna nguo maalumu, wavae nguo yoyote hata ya rangi, lakini tu isiwe ya kuvutia, ya kujipamba. 5 adamul kuhli fi ainaiha, kutotia wanja katika macho yake, asitie wanja, sababu wanja, makusudio wanja ni kujipamba kwa mwanamke. Kwa hiyo adamul kuhli fi ainaiha, asijitie wanja katika macho yake. Haya ndiyo mambo 5 yanayokusudiwa ihdadul mar'a. Ikisemwa ihdadul mar'a, mal muradu bihi? Almuradu bil ihdad hadhihi al-umur al-5. haya mambo 5 ndio yanakusudiwa kwa ihdadul mar'a inda wafati zawjiha. فعن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3. كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. tulikuwa tukikatazwa kufanya ihdad kwa maiti zaidi ya siku 3, isipokuwa kwa mume miezi 4 na siku 10. Tulikuwa tukikatazwa an nuhidda ala mayit, kufanya ihdad kwa maiti fauqa 3, zaidi ya siku 3. Yani wanaruhusiwa kufanya ihdad kwa siku 1, 2 baada ya kufiliwa, 3 kafiliwa na baba yake mwanamke, kafiliwa na mama yake, mtoto wake, ndugu yake, anaweza akafanya ihdad kwa siku 3 tu. Siku ya 4 mume anamtaka, mambo haya yote hayafanya, ajipambe nini, enda kwa mumewe, sawa sawa. Isipokuwa akifa mumewe, hapo ndio ihdadi kwake ni lazima miezi 4 na siku 10 kama si hamil. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، si halali kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho, an tuhidda ala mayitin fawqa 3, kufanya ihdadi kwa maiti zaidi ya siku 3, illa ala zawji, isipokuwa kwa mume. Fa innaha tuhiddu alayhi 4 ashhurin wa 10, hasi huyo mwanamke kwa mume wake anafanya ihdad miezi 4 na siku 10, illa an takuna hamila, isipokuwa akiwa ni mwenye mimba. Fa ila wad'i alhamli, ni mpaka kuzaa mimba hiyo, liqaulihi ta'ala: wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, na wenye mimba eda zao ni kuzaa hizo mimba zao. Amma ar-rajul فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. أما mwanamume haijuzu kwake kufanya ihdad kwa yoyote katika jamaa zake au ghairihim au wengineo, lianna al-ihdad khasun bil mar'a, sababu jambo linamhusu mwanamke peke yake, wa huwa tabi'un lil'idda, na hii ihdadi inafuatia ile eda ya kufiliwa. Kwa mwanamke peke yake ndio ana ihdad, si mwanamume. Haruhusi mwanamume kufanya ihdadi kwa ajili ya kufiliwa. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة. أما إحدادي kwa mwanamke, hii inafuatia eda, وهو من مقتضياتها ومكملاتها, na hii ni katika madhumuni ya eda na vikamilishi vya eda hiyo ihdad. Fa innal mar'a
inma tahtaju ila tazayyun wa tajammul, sababu mwanamke anahitajia kujipamba, wa ta'attur, na kujitia marashi, litatahabbaba ila zawjiha, ili ajipendekeshe kwa mume wake. wazi litatahabbaba ila zawjiha watarida laha nafsuhu, na ile kuitia nafsi yake yule mume, wayahsunu ma bainahuma min almuashara, na ili ule muashara uwe mzuri baina yao, kule kukaa kutangamana na mume wake kuwe kuzuri kwa ile kujipamba na kujitia marashi. Lakini faidha mata zawju, mume akifa, waataddat minhu, akakaa eda, akamkalia eda, wa hiya lam tasil ila zawjin akhar, na yeye bado hajafikia kwa mume mwingine, faqtadha tamamu haqqi al-awwal wa ta'kidu al-man' min ath-thani qabla bulughi al-kitabi ajalahu, ikahukumia ile ukamilifu wa haki ya yule mume wa kwanza. faqtadha tamamu haqqi al-awwal wa ta'kidu al-man' min ath-thani qabla bulughi al-kitabi ajalahu an tamna'a mimma tasnauhu an-nisa'u liazwajihinna. faqtadha, ikahukumu ule ukamilifu wa haki ya yule mume wa kwanza, na kusisitizwa kumzuia yule wa pili kabla ya kufikiria kitabu muda wake. Ikahukumia nini? an tamna'a mimma tamnauhu an-nisa'u liazwajihinna, kujizuia mwanamke yule na vitu ambavyo wanawake wanajizuilia, wanafanya kwa waume zao, ajizuie na vile vitu ambavyo wanawake wanawafanyia waume zao, ambavyo ni hivyo kujipamba, kujitia marashi. Kwa nini? Kwa kutokana na haki ya yule mume, fadhila za mume kwa mke wake. Fadhila za mume kwa mke wake ni hiyo, akifa yule mume ajizuilie na vitu ambavyo wanawake wanawafanyia waume zao kwa muda wa miezi 4 na siku 10. ma'a ma fi dhalika min saddi dhari'a ila tamaiha fi rijal, pamoja na yaliyomo ndani yake katika eda, kuzuia sababu ya tamaa yake kwa wanaume yule mwanamke katika wakati wa eda, kumzuia na sababu ya kuwa na tamaa na wanaume, watamaihim fiha, pia na tamaa ya wanaume kwake, bizina, kwa hiyo kujipamba, walkhidhabi, na kujitia hina, watatayub, na kujitia marashi. Ile haki ya mume wa kwanza ni kubwa, ndio maana anazuiwa mke kujipamba na kujitia marashi kwa muda wa huu wa eda, na pia asiwe na sababu ya kutamani wanaume, na wanaume nao wasiwe na sababu ya kumtamani yule mwanamke, sababu bado ana haki ya yule mume aliyekufa mpaka muda ule umalizike. فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يرغب في نكاحها. Kitabu kikimaliza, kikifikia muda wake, eda ikimalizika, anakuwa mwanamke yule ni mwenye kuhitajia kile kitu ambacho kinapendekesha katika nikahiha, jimaiha. Faubiha laha min dhalika ma yubahu lidhati zawj, hapo anahalalishiwa yale anayohalalishiwa mwenye mume, mwanamke mwenye mume, baada ya kumalizika huo muda wa eda yake. wazi فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يرغب في نكاحها. Ukimalizika kitabu, kikimalizika muda wake, ndio huo muda wa eda ukimalizika, anakuwa mwanamke yule ni mwenye kuhitajia kitu ambacho kinapendekesha kumuoa. Faubiha laha min dhalik, hapo anashiwa hayo, anahalalishiwa mwanamke huyo ma yubahu lidhati zawj, yale yanayohalalishwa kwa mwanamke mwenye mimba. Fala shay'a ablagh, mwenye mume
anaohalishwa kwa mwanamke mwenye mume ni yapi? Kujipamba. Fala shay'a ablaghu fil husni min hadha alman'i wal ibaha, hakuna kitu chochote ambacho kinazidisha zaidi katika uzuri kuliko kuzuiwa huku na kuhalalishiwa. Mwanamke akiwa amejikaa ndani miezi 4 na siku 10, ile inamzidisha kwanza katika uzuri wake. Akitoka na kuwa mwingine sababu amefichwa ndani. Sawa sawa? ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئا أحسن منه. لو zingetoa akili za viumbe zingetoa rai, zisingetoa rai kitu kizuri kuliko hiki. ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئا أحسن منه. لو kingetoa mapendekezo akili za watu, lau zingetoa mapendekezo, basi zisingetoa jambo zuri kuliko hilo la mwanamke kukaa eda siku miezi 4 na siku 10. واضح؟ ثاني عشر قال رحمه الله: 12 يشرع للرجال زيارة القبور baina waqtin wa akhar. Ni sunna kwa wanaume kuzuru makaburi baina ya wakati na mwingine. Baina waqtin wa akhar, baina ya wakati na wakati mwingine. Lidua lahum, kwa ajili ya kuwaombea wale maiti. Watarahumi alaihim, na kuwaombea rehma. هذا طويل، هذه الفقرة طويلة. معلش، غدا إن شاء الله نكمل هذا الكتاب، وهذه الفقرة بإذن الله نكملها إن شاء الله غدا.